Hali gani mtazamaji wa Come TV Tanzania, karibu Come TV Matukio. Marekani imeanza kutangaza kuanza kufuta visa za wanafunzi kutoka nchini China, hususan wale wanaohusishwa na chama cha komunisti cha China au wanaosomea fani zinazotajwa kuwa ni nyeti kwa usalama wa taifa. Tangazo hilo limekuja siku moja baada ya kuripotiwa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kusitisha kwa muda miadi mipya ya wanafunzi waombaji wa visa kubadilishana. Mpango huo unatajwa kuwa ni sehemu ya juhudi ya utawala wa Rais Donald Trump kuimarisha udhibiti wa uhamiaji, ikiwa ni pamoja na kuimarisha uchunguzi wa mitandao ya kijamii kwa wanafunzi wa kimataifa, kufuta visa na kuharakisha hatua za kuwarejesha makwao. Kwa mujibu wa taasisi ya elimu ya kimataifa IIE, China ilikuwa na idadi ya pili kwa ukubwa wa wanafunzi wa kimataifa waliokuwa wanasomea nchini Marekani mwaka 2023-2024, wakiwa ni wanafunzi 277,398. Hadi sasa ubalozi wa China haujatoa kauli yake rasmi hususan tangazo hilo. Wachambuzi wanasema hatua hii huenda ikaathiri uhusiano wa kielimu na diplomasia kati ya mataifa hayo mawili yenye mvutano wa muda mrefu. Elon Musk na bilionea wa mtandao wa X, zamani kujulikana kwa jina la Twitter, athibitisha kuondoka kwake kutoka katika serikali ya Rais Donald Trump. Musk alikuwa akiongoza juhudi kubwa za kupunguza ukubwa wa matumizi ya serikali ya Marekani zilizosababishwa na maelfu ya nafasi za kazi serikalini kufutwa. Musk alimshukuru Donald Trump kwa fursa ya kusaidia kuendesha idara ya ufanisi serikalini iliyojulikana kwa jina la DOGE. Ikulu ya White House ilianza kumwondolea Musk nafasi kama mfanyakazi maalum wa serikali Jumatano hii usiku. Jukumu lake lilikuwa ni muda mfupi na kuondoka kwake hakukutarajiwa, lakini hii inakuja siku moja tu baada ya Elon Musk kukosea mswada mkuu wa bajeti ya serikali ya Donald Trump, ambapo pia inapendekezwa kusitishwa kwa kodi ya mamilioni ya dola na kuongezeka kwa matumizi ya ulinzi. Elon Musk alieleza kuwa muda wake kama mfanyakazi maalum wa serikali umefika kikomo, na akaeleza shukrani zake kwa Rais Donald Trump kwa fursa na kupunguza matumizi mabaya. Elon Musk aliendelea kusisitiza kuwa DOGE itaendelea kuimarika kadiri itavyokuwa sehemu ya maisha katika serikali nzima. Mjasiriamali wa teknolojia mwenye asili ya Afrika Kusini, Elon Musk alikuwa ameteuliwa kama mfanyakazi maalum wa serikali, akifanya kazi ya shirikisho kwa siku 130 kila mwaka. Licha kuondolewa kwake kuna karibiana na kikomo hicho cha muda. Taarifa za kuondolewa kwake zinakuja baada ya kueleza kukata tamaa na mswada wa bajeti wa Donald Trump, ambapo alihofia utaongezeka na kisi ya shirikisho na kudhoofisha kazi ya DOGE. Kulingana na makadirio, takriban wafanyakazi 260,000 kati ya milioni 2.3 wamepoteza kazi zao au kukubali mikataba ya kuacha kazi kwa hiari kutokana na mradi wa DOGE. Katika baadhi ya matukio, majaji wa shirikisho wamesitisha kufukuzwa kazi kwa wingi na kuamuru wafanyakazi waliofukuzwa kurejeshwa makazini. Rais wa Marekani Donald Trump ampa wiki mbili Rais wa Urusi kuhusu hatima ya mzozo unaoendelea nchini Ukraine. Rais wa Marekani Donald Trump ameonekana kumwekea Vladimir Putin makatazo ya wiki mbili, akitishia kuchukua mkondo tofauti ikiwa mwenzake wa rais wa Urusi bado ataendelea kumrejesha nyuma kwa vitendo vyake. Wakati huo nchi ya Urusi ikizidisha mashambulizi yake dhidi ya nchi ya Ukraine, Donald Trump aliulizwa katika ikulu siku ya Jumatano ikiwa alifikiri Putin anataka kumaliza vita. "Siwezi kuambia hilo, lakini nitawajulisha baada ya wiki mbili," Donald Trump aliwaambia waandishi wa habari, huku akiwa na msururu wa matamshi yaliyotolewa hadharani. Donald Trump katika matamshi yake alimkosoa Putin. Tangu Jumapili, Donald Trump alikuwa anaandika ujumbe kwenye mitandao ya kijamii akisema kwamba Putin amekuwa mwenda wazimu na anachezea moto baada ya Urusi kuzidisha mashambulizi yake dhidi ya nchi ya Ukraine. Endelea kufuatilia Come TV Tanzania kwa updates zingine zaidi. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.